Ama suala kuheshimu maulama, ndugu zangu, tunapozungumza kuwahusu ulama wakubwa tunapaswa kuwa na adabu kweli kweli, kwa sababu al-ulama warathatul anbiya. Huu ni wasia wangu kwa wanafunzi. Na ukimuona shekhi wako anawakosoa kwa njia ya kejeli na kuwafasikisha na kuwabidiisha, yani kuwaingiza katika ufasik au bid'a wanachuoni wakubwa, mkimbie huyo shekhi. Huyo si shekhe, huyo ni shehena. Na wako wengi hususan katika mitandao anayezungumza kumhusu mwanachuoni mkubwa au imam katika imma, ambao ulama wakubwa achilia awamu wameafikiana kwamba hawa jawazul qantara. Leo anakuja kuzungumza kama anazungumza na talibul ilm wenzake, anamzungumza yule, kimbie huyo, firaru min al-asad, atakuingiza katika wailat. Kila nikifika katika mstari huu hukumbuka maneno ya mmoja katika walimu wetu aliposhumu na kunusa harufu ya kuwakejeli wanachuoni kwa mmoja katika wanafunzi wenzetu. Alisimama kwa hasira akatuambia sote, iyyaka thumma iyyaka an tattahima aliman min alulama. Kaa mbali sana, tena jieke mbali sana ukasema maneno mabaya yoyote kumhusu mwanachuoni yoyote miongoni mwa wanachuoni. Wallahi, katika misingi mikuu ya da'wa yetu ni ihtiramu ulama, na siku zote tunawanukulia watu maneno ya Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala. Alikuwa akiwaambia watu katika kitabu chake kile Tabyinul Kadhib al-Muftari, Tabyinul Kadhib al-Muftari, kitabu mujallad mmoja msao kuja nacho. Anambia inna luhum al-ulama masmumatun, la nyama za wanachuoni zenye sumu. Tahadhari, usidande na kuzidara nyama za wanachuoni ukawasema zina sumu. Na watu watakiwa warudi kwa ahlul ilmi, na ndio msingi wa da'wa yetu sisi. Kibaru ahlul ilmi min ahli sunnah wal jamaa, katika kila zama ina maulama, na wala kutenganisha baina ya ulama wa zama hizi na zama zile, lakini kila zama zina masala yake na kuna mambo yake mapya yanayokuja. Kwa hiyo watu watakiwa warudi kwa ahlul ilm. walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu. Kwa hiyo kuheshimu ulama ni jambo kubwa kabisa. Zimekuja nususi katika hili. Hapa sitarefusha mazungumzo sana, kwa sababu hili watu wanalifahamu, waliosimama katika da'wa hii wanalifahamu kwamba sisi tunalingania hili, na mwanachuoni fulani kakosea au kapatia. Haya ni mambo yapo, kupatia, kukosea, mambo haya yapo katika Uislamu. Lakini ataangaliwa nani kakosea, kwa sababu zipi. Je, huyu ni katika wanaopewa udhuru au hapewi udhuru? Lakini usije ukasimama ukazungumza jambo kwa jahili alafu ukataka kupewa udhuru, na wewe tasaddur katika jambo la dini, ukajitia kimbele mbele ukazungumzia dini na hali ya kusoma, huja ifanye itikani misingi ya dini. Ukikosea tutakulaumu sana. Si kila kitu utakuwa unakifanya itikani. Kama vile wewe unavyozungumzia makundi haya na watu tofauti, inaonekana jambo usilolifahamu ukafanya tasaddur katika jambo hili bila kufanya bahthi, lazima ulaumiwe katika hili. Usitaki kupewa udhuru kama anavyopewa udhuru al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad na wengineo, ukaona ni chaka la kujificha. La, unapozungumza bila ya ilmu na wala basira katika masala ukafanya tasaddur katika jambo hilo kabla at-ta'ahhul, yudhammu alayka, na dhumuk, tutakusema vibaya katika hili, ili urudi katika usawa, na ili wengine asifanye jura katika jambo hilo. Suala jingine ambalo amelizungumza mwanzo kabisa, anasema, nasema maneno haya ndugu zangu kwa sababu mimi ninakereka sana kwa nafsi yangu
napoona vijana wanafunzi au hata mashekhi wanakaa wao wanawadogosha na kuwaona ni watu wadogo, wanazungumza utadhani hawana maana yoyote. Hawa watu wamekuja kutuharibia dini, akina Shafi'i na Malik na Ahmad ibn Hanbal. Ukifika utaona watu yani anakunywa kikombe chake huko anazungumza maneno ya kuonyesha kwamba hawa watu kumbe tunaweza tukasema yoyote tu kwa uso wao. Zile elimu zao hazikuacha athari yoyote kwetu. Sasa asema kuna watu wanasema mimi nafuata alkitab, au kuna watu wasema bwana mimi nafuata alkitab was sunna ala fahmi salaf, nafuata kitabu na sunna za mtume kwa ufahamu wa salaf, wa wale waliotangulia wale. Maneno mazuri sana, na ndio imekuwa kama mtego hivi wa kuwatega watu na kuwakufurisha wengine kwamba hawafuati kitabu wala sunna wala kwa mtizamo wa salaf. Ukisema maneno haya ni sahihi, na kila Muislamu anapaswa afuate kitabu na sunna, tena kwa maono na maoni ya wale salaf waliopita. Sasa tunauliza swali, salafu ni akina nani ambao wao wamefahamu vizuri aya za Qur'ani kisha akafahamu vizuri hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sio hao tuliowataja? Sasa nauliza swali, salafu ni kina nani? Akaendelea na maswali yake, lakini hapa nataka kuchukua hii nukta kwamba kuna hawa watu wanaosema sisi tunafuata kitabu na sunna ala fahmi salaf, yani salafu salih. Asema huu wameweka kama mtego wa kuwakufurisha watu. Sisi tukisema jamani tufuateni kitabu, tufuateni sunna, na tufuate dini kwa ufahamu wa salafu salih, yeye anatafsiri kwamba huu ni mtego. Sisi tunaosema maneno haya tunasema kimtego tu, tuwatega watu ili wakikataa tuwakufurishe. Maana akubainisha kwamba amewakusudia sio kusudi nini, nakusudia wale, angesema kwa mimi nakusudia kundi fulani. Maana wanaosema tufuate kitabu na sunna ala fahmi salaf salih ni sisi. Sasa kama kuna wengine walikuwa wanakusudia, ilikuwa ni haki kuwabainisha ili wasiingie wale wasiokuwemo, ambao hawamo wasije wakaingia katika maneno yako na katika dhana za watu, na wale waliokuwemo baki wao katika maneno yako. Lakini maadamu umeleta kwa ujumla na lengo ni kufanya talbisi, kuwatatiza watu na kuwakimbiza watu, kufanya tamthili, kuwakimbiza watu na da'wa salafia, basi sisi tunalijibu jambo hili kwamba maneno uliyozungumza si sawa, kwa sababu sisi katika da'wa yetu na tumefanya daura mbalimbali, semina mbalimbali, Unguja, Dar es Salaam na kila mahali, tukizungumzia suala la ubaya wa Muislamu kumkufurisha Muislamu mwenzake bila ya dhambi, bila ya hatia. Na tumeandika makala maalum za Kiarabu na Kiswahili na tukazisomesha katika daurati mbalimbali na semina mbalimbali. Sidhani kama wewe jambo hilo ushawahi kulifanya, kwa akwali na misingi ya ahli sunnah wal jamaa kuhusu suala madhahira mbaya ya takfiri. Mimi sijasikia, kwa sababu si mfuatiliaji wa mihadhara yake wala durusi zake, si mfuatiliaji, sije kumsikiliza kama alivyozungumza jana. Tangu miaka hiyo nilipokuwa niko Mombasa, na yuko Mombasa hajahamia Unguja, ilikuwa baadhi ya siku katika baadhi ya Ijumaa nikienda pale msikiti kwake pale Barsheba nikisikiza hotuba zake. Miaka zaidi ya 25 iliyopita nyuma. Lakini baada ya hapo mimi simfuatiliaji darasa zake. Sasa sijui pengine amelizungumza jambo hili, lakini nakwambia kama wewe umelizungumzia jambo hili la ubaya wa takfiri kwa misingi ya Kiislamu na mambo wanayofanya makhawarij na watu waovu mbalimbali wanaokufurisha Waislamu bila ya hatia na kuwatia kwenye ukafiri, kama umelizungumza fasad, lakini kama maneno yako ni haya kutupa na wakataka kuwatuhumu wasiokuwa katika hili, qad asa'ta wallahi,
umefanya makosa makubwa na umefanya vibaya na hakuna wa kumdhuri na nafsi yako. Lakini sisi tunukuu maneno ya wanawachuoni kuhusiana na jambo hili kwamba haifai mtu kumkufurisha Muislamu mwenzake bila ya hujja, bila ya dalili, kuna vigezo. Haina maana kwamba Uislamu ni kama kabila, hata ukifanya vitu hukufuru. La, kuna vitu ukivifanya utakufuru. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika maneno aliyonukuliwa akiyasema, anasema lillahi ta'ala asma'u wa sifatu jaa biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu ummatahu sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na Allah ana sifa. Majina hayo na sifa hizo, majina yamekuja kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ameyaelezea mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuelezea umma wake. Wala yasau ahadan min khalqi llahi qamat alayhi alhujja radduha, wala hapati nafasi, haiwi nafasi mtu yoyote katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala nafasi ya kuyakataa. Hakuna nafasi hiyo, hapewi nafasi yoyote kuyakataa maneno haya na kuyarudisha. Lianna alqur'ana nazala biha, kwa sababu Qur'ani imeteremka kwa maneno hayo, kwa asma wa sifat zimetajwa ndani ya Qur'an. Wa sahha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam alqawlu biha, na imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuyasema maneno haya fima rawa anhu al-udul, katika zile habari ambazo wamezipokea watu waadilifu kutoka kwake. Fa in khalafa ba'da dhalika, ba'da thubuti al-hujja alayhi fa huwa kafir. Mshafi asema yoyote atakayekhalifu baada ya hayo, baada ya kumthibitikia hoja, basi yeye atakuwa ni kafir. فأما قبل ثبوت الحجة عليه، أما قبل kumthibitikia hoja juu yake, فمعذور بالجهل، huyo ni mwenye kupewa udhuru kwa sababu ya ujinga. Lianna ilma dhalika la yuqdaru bilaqli, kwa sababu kuyajua hayo, elimu ya hilo haiwezekani kupatikana kwa akili, wala birrawiyati walqalbi walfikri, wala nukaffiru biljahli ahadan illa ba'da intihai alkhabar ilayhi. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, maneno haya Imam Ibn Qayyim ameyataja kwenye Ijtima'u al-Juyush al-Islamiyya, na Imam al-Dhahabi al-Shafi'i ameyataja kwenye kitabu chake al-Ulum. Akanasibisha maneno haya kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amesema maneno haya. Maneno kama haya yamenukuliwa na Imam Ibn Hazm katika al-Fisal, فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Imesihi kwamba mambo yalipo hata kufurishwa yoyote mpaka imfikie yeye amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman balaghahu falam yu'min bihi fahuwa kafir, yule ambaye atakayemfikia na hakuamini basi huwa ni kafir. Akaeleza fa in balaghahu wa sahha indahu, ikiwa hiyo amri imemfikia na ikasihi kwake, fa in khalafahu mujtahidan, akikhalifu amri hiyo kwa ijtihadi, hali yakuwa ni mujtahid, fima lam yatabayyan lahu wajhu alhaq fi dhalik, katika kile ambacho haikumbainikia yeye, haukumbainikia yeye wajhi wa haki katika hilo, fa huwa mukhti'un ma'dhur, huyo ni mwenye kukosea tena mwenye kupewa udhuru, ma'jurun marratan wahida, ni mwenye kupewa ujira kwa mara moja. Tusema hao wetu wasema hivi, hata maimamu wale mnatutumu kwamba sisi tuwafuata wao wasema hivyo hivyo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmuu al-Fatawa juzia 12 ukurasa wa 500 mpaka 501 anasema, wa idha urifa hadha fatakfiru al-muayyan min haula'i al-juhal wa amthalihim bihaythu yuhkamu alayhi bi annahu min al-kuffar la yajuzu al-iqdamu alayhi. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, itakapokuwa limefahamika hili, basi kumkufurisha mtu fulani maalum miongoni mwa hawa wajinga na mfano wao kwa sifa ambayo atahukumiwa juu yake kwamba yeye ni katika makufara, hilo halijuzu kuliendea illa ba'da an taquma ala ahadihim al-hujjatu risaliyya,
isipokuwa baada ya kusimama kwa mmoja wao hujja ya kirisala ya kiutume allati yatabayyanu biha annahum mukhalifuna lirusul, ambayo kwa hoja hiyo itambainikia kuwa wao ni wenye kukhalifiana na mitume. Wa in kanat hadhihi almaqala la raiba annaha kufr, yajapokuwa maneno haya hayana shaka kwamba ni ukafiri. Wa hakadha alkalamu fi takfiri jamii almuayyanin, na kama hivi yanakuwa maneno katika kuwakufurisha watu wote wenye kuainishwa. Ma anna ba'd albid'ah ashaddu min ba'd, pamoja na kwamba bid'a nyingine ni kubwa zaidi kuliko nyingine. Wa ba'd almubtadi'a yakunu fihi min, akaendelea mpaka sema wa in akhta asfalaysa li ahadin an yukaffira ahadan min almuslimin, anasema haifai kwa yoyote kumkufurisha yoyote katika waislamu. Wa in akhtaa wa ghalita hatta tuqama alayhi, hata akikosea mpaka isimame juu yake hujja. Watabayyana lahu almahajja, na ibainike kwa njia. Waman thabata imanuhu biyaqinin lam yazul dhalika anhu bishak, na yule ambaye imethibiti imani yake kwa yaqini kwamba huyu ni mu'min muslim, basi haitaondoka imani hiyo kwake kwa kutia shaka, pengine muislamu kutia shaka. Bal la yazul illa ba'da iqamati alhujjati wa izalati ash-shubha. Tani maneno ya wanachuoni wetu. Kadhalika katika kitabu chake hichi Majmu' al-Fatawa kwenye juzuu ya 10 ukurasa wa 372 anasema fa inna nusus al-wa'id allati fi al-kitabi was-sunnah, hakika maandiko nususi za matabio zilizokuja kuwatisha watu fulani fanya mikufuru fi nar, kama nususi kama hizo katika kitabu na sunna, zilizomo katika kitabu na sunna. Wa nusus al-a'imma, na nususi za wanawachuoni zilizokuja bil takfiri wa tafsiq, zilizokuja kuelezea kukufurisha na kutia kwenye ufasi. Wala dhalik, na mfano wa hizo au mfano wa hayo, la yastalzimu thubuta mujibiha fi haqqi almuayyan, hazilazimu, hakulazimu kuthibiti ule muktadha wake na mujibi wake kwa haki ya mtu fulani, illa idha wujidat ash-shurutu wa intafat al-mawani', isipokuwa zikipatikana shurut na vizuizi vikakosekana. La farqa fi dhalika baina al-usul wal furu'. Huu ndio msimamo wetu. Hakuna tofauti katika mambo ya usul ya kiitikadi na mambo ya furu', hakuna tofauti. Yule ambaye amekosea katika jambo hili, nususi zinakufanya tunasema kufanya jambo fulani ni kufuru, watu wanasema namna hiyo, na wanaochuoni watu wanasema hivi. Imam Shafi'i pia akasema hili ukafiri, mtu anafanya hivi anakuwa kafiri. Lakini tunapokuja kwa mtu muayyan, sasa huyu ndio kafanya, huyu kafanya hivyo, pengine mtu anakuja anasema Allah hana majina bwana, hana majina, jina lake mmoja tu ni Allah. Tumtazama kumbe jahili, atumwambie wewe umekufuru, umekuwa kafiri. Tuambia kauli yako hii ni kufuru, na sawa sawa utakuwa uitakidi hivi, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Afutamtajia majina ya Allah kwenye kitabu na sunna, haya ndio majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbainishia hujja, tumsimamishia hujja kabla ya kumkufurisha. Akiendelea sasa baada ya kufundishwa hujja, itathibiti juu yake kufuru, kama vile wanawachuoni wanasema tariku salati kafir, yani mwenye kuacha swala amdan kwa makusudi kafir. Lakini tuje kwa mtu mmoja mmoja, sasa huyu ndio haswali huyu, je huyu kafiri? Bwana huyu bwana Ali au bwana Muhammad huyu haswali huyu, je sasa huyu kafiri? Tunakuja na masala kubainisha. Mimi sikujua kwamba ni wajibu. Mimi najua kuswali Ijumaa, Ramadhani na swali, siku nyingine si swali. Atasimamishwa hujja, atasomewa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio utaratibu wa dini. Hivyo hivyo katika bid'a, jambo fulani bid'a, hailazimu kuwa kusema jambo fulani ni bid'a kwamba huyu aliyefanya au mubtadi. Hakuna istilzam, hakuna talazum, na haya wanayozungumza wanaochuoni. Na ndio maana utakuta kuna mambo ambayo wanaochuoni wanayahukumu kuwa ni bid'a, na wengine katika wanaochuoni wameyafanya na wanahukumu kwamba wao ni mubtadi'a, kwa sababu kuna judhuru, haijamfikia ile sahihi, iko wapi, yaona kwamba ni sawa. Sasa turudi katika jambo mathalan la kunuti alilozungumza yeye. Anasema utakuta kuko katika mitandao,
utakuta huko kwenye mitandao kunuti bwana hamna katika sala alfajiri. Hizi ni bid'a zao tu wamezileta. Amesema maneno haya. Sasa suala hili haliko, tuligusia pia kidogo ili ya jana tumefanya kuni mulgha, tunazungumza ili yote iko pamoja mtiririko huu. Katika tuliyozungumza kwenye darasa ya jana, lakini ndio haya tunayosema leo, ndio kwamba hadithi zilizokuja katika suala la kunuti ya alfajiri au masala ya kwamba kunuti ya alfajiri ni bid'a, si mambo ya mtandaoni, ni mambo ya vitabuni huko. Ukipita kwenye vitabu huko utakwenda kuyaona. Sasa kama watu siku hizi wameacha vitabu wakimbilia kwenye mitandao na wakaanza kutafuta wakiyadhania kwamba haya ya huko ni ya huko, basi watakuwa wamekosea. Wanatakiwa warudi watu kwenye vitabu vya hadithi, vitabu vya fiqh, wayaangalie masala haya kwa macho mapana, kwa jicho la ndani kabisa, jicho la ilmu. Suala la kuwa kunuti katika kudumu kuleta kunuti katika swala ya alfajiri kuwa ni muhdath au ni bid'a, nini hukumu yake? Ni mambo ya kimtandao? Hapa nakalitaja kitabu chepesi ukirejea Bulughul Marami. Kitabu Bulughul Marami ni cha al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Katika kitabu as-Salah ambao ni babu sifatu as-Salah amezitaja hadithi za kunuti. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. imepokewa kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikunuti mwezi mzima baada ya kurukuu, akiwaapiza makabila miongoni mwa makabila ya Waarabu, kisha akaliacha hilo. Hapa pametokea khilafu kwa wanachuoni. Wengine wasema ameliacha lipi, hilo la kuwaapiza au ameacha hilo la kukunuti? Lakini hata ukisema kwamba akaacha na kuwaapiza, halitiliwi nguvu na hadithi nyingine, kwa sababu hapa haikutajwa kunuti ya alfajiri tu. Hapa inakusudiwa kunuti ya nawazil. Limetokea janga, limetokea jambo fulani, watakuwaapiza makafiri, watakuwaombea Waislamu, umepatwa na janga fulani, basi kunuti italetwa katika swala zote za siri na za dhahiri kwa mujibu wa janga lililokuwepo. Ama kunuti ya witri hiyo iko, wamekhtalifiana pia wanaochuoni, je ni kila siku au ni katika hivi, lakini kunuti iko na hadithi yake na dua yake ipo. Kaifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumfundisha mjukuu wake al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo hadithi ya kwanza ya Anas. Sasa katika riwaya ya Ahmad na Ad-Daraqutni mfano wa hivyo anafunua kwa wajihi mwingine, akazidisha al-Imam Ad-Daraqutni, anasema fa amma, katika ziada iliyokuja, fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Ama katika swala ya subuhi aliendelea kukunuti, hakuacha kukunuti Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafariki dunia. Sawa, hii tutolee maelezo. Baada ya haya akaja hadithi nyingine wa anhu kutoka Anas vile vile, kana la yaqnut illa idha da'a liqaumin au da'a ala qaumin, wasahahu ibn Khuzaimah. kisha wa an Sa'd bin Tariq al-Ashja'i radiyallahu anhu qala qultu li abi, Sa'd bin Tariq asema nilimuuliza baba yangu, ya abat, ewe baba yangu, innaka qad sallaita khalfa rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wewe baba umeswali nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa Abi Bakr, na nyuma ya Abu Bakr, wa Umar wa Uthman, na Umar na Uthman, wa Ali, na nyuma ya Ali bin Abi Talib. Katika riwaya nyingine ha huna fi Kufa,
umeswali nyuma ya Ali bin Abi Talib hapa katika msikiti wa Kufa. Afakanu yaqnutuna fil fajr, sualu wadih, je walikuwa wakikunuti katika swala ya alfajiri? قال akasema Tariq al-Ashja'i au Tariq al-Ashyam akasema kumwambia mwanawe, ay bunayya muhdathun, ewe mwanangu huo ni uzushi. Rawahu al-khamsa illa Aba Daud, wamepokea hadithi hiyo wanachuoni watano, An-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah na Ahmad. Tirmidhi akasema hadithun hasanun sahih, وهو كما قال رحمه الله تعالى حديث صحيح على شرط مسلم محدث. Sasa kumbe lugha hii ya kuwa ni uzushi iko ndani ya vitabu. Wewe hujui Bulughul Maram Uthman Mani mpaka ukimbilie kwamba kwenye mitandao huko kuna watu wasema si lugha iko kwenye vitabu na wachora wanaizungumzia. Kama una jawabu na kielimu ndio useme hii hadithi haijathibiti, mathalan si sahihi kwa sababu 1, 2, 3 kwa misingi ya ilmu, sema watu kusikia. Au useme kweli hadithi imethibiti lakini ndio muhdath, maana yake hapa ni sunna, si bid'a, si uzushi. Lete lugha na maneno, fanya tawjih ili iwe kwamba wale wanaosema wasakosea. Sasa ni hadithi imezungumzwa iko katika vitabu. Sasa ukirejea kwenye Subulus Salam ya Imam al-Allama Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani, alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema, akamtaja Abu Hanifa, wa amma Abu Hanifata wa man dhukira ma'ahu fa innahum ja'aluhu manhiyan anhu. Ama Abu Hanifa na wale waliotajwa pamoja naye wameifanya hadithi hii, wao wameifanya hadithi hii kuwa ni jambo hili la kunuti lenye kukatazwa lihadha alhadith, kwa sababu ya hadithi hii, li'annahu idha kana muhdatha fahuwa bid'atun wal bid'atu manhiyun anha. Subulus Salam ile ya kwanza ukurasa wa 226 katika tahqiqi ya Subh Halaq asema litakapokuwa ni muhdath limezuliwa basi ni bid'a, na bid'a imekatazwa. Sasa sahaba aulizwa na mwanawe, baba vipi kunuti alfajiri? Asema hiyo bid'a. Baba wewe umeswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umeswali nyuma ya Abu Bakar, umeswali nyuma ya Umar, umeswali nyuma ya Uthman, umeswali nyuma ya Ali bin Abi Talib, yani umeswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa waongofu wanne, wote wameswali nyuma yao. Je, afakanu yaqnutuna fil fajri, je walikuwa wakikunuti katika swala ya alfajiri? Jawabu, ay bunayya muhdath, ewe mwanangu, kijana wangu, mtoto changu wewe, hiyo ni bid'a, ni uzushi. Sawa? Sasa ni mtandaoni kwenye vitabu kwamba huko mtandaoni huko watu wasema kunuti bid'a. Subulus Salam huna wewe kanunue, soma katika Subulus Salam utaona Imam al-Amir as-San'ani, utaona anaeleza ni bid'a. Sasa suala linakuja, je anayefanya bid'a, kila anayefanya bid'a hawamzushi? Hilo ni swala jingine. Sasa ndio hayo tunaeleza kwamba si kila anayefanya bid'a awa ni mzushi. Mwingine upewa udhuru kwa ijtihadi. Maulama hao wengine katika madhhabi ya Maliki na madhhabi ya Shafi wanaona kunuti iko wakiegemea kwenye hadithi ya Anas, amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya wal hadithu dha'ifun. Hivi ndivyo walivyosema wanawachuoni kwamba hadithi hii ni dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu imepokewa kutoka kwa Abu Ja'far al-Razi, Isa bin Mahan, kutoka kwa Rabi' bin Anas, kutoka kwa baba yake Anas bin Malik. Na Isa bin Mahan ni sayyi'ul hifdhi. Baadhi ya wanawachuoni wamefanya tahsin, lakini ukizikusanya zile akwali zote zinazozungumzwa kuhusu mtu huyu utaona kwamba anapokea hadithi dhaifu na hadithi zake anazopokea nazo hazikubaliki. Na wanasema wanachuoni shaykhun yahimu kathiran au fihi dha'f wa huwa min ahli as-sidq sayyi'ul hifdh saduq laysa bimutqin kana yanfaridu 'an al-mashahir bil manakir.
bali hata al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri anakielezea kisa cha Isra na Mi'raj akataja kwamba Abu Ja'far al-Razi qala fihi al-Hafidh Abu Zur'ah يهم في الحديث كثيرا وضعفه غيره أيضا ووثقه بعضهم والظاهر أنه سيء الحفظ ففيما تفرد به نظر. الحافظ ابن كثير يجب تفسير ابن كثير هنا. sasa watu wengi katika hili katika masuala ya kunuti ya alfajiri wanaghurika na maneno ya uongo na talbisi alizofanya Sagafu na kitabu chake kikiita Sahihu Sifati Salati Nabii sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka tanzuru ilayha. Hiki kitabu wazushi wengi watembea nacho mifukoni mwao wakikifanya kama ndiyo fimu ya kuwachapia wale wenye kuyapinga baadhi ya mambo ya bid'a na hasa yale ambayo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ameyasimamia. Katika kitabu chake hiki amesema uongo Sagafu na uongo huu unaohuri watu wengi. Amesema hivi katika ukurasa wa 224 qad akhta'a man dha'afa hadha alhadith bi Abi Ja'far al-Razi Isa ibn Mahan alladhi fi isnad. Sagafu asema hivi, hakika amekosea mwenye kuidhoofisha hadithi hii kwa sababu ya Abu Ja'far al-Razi ambaye jina lake ni Isa ibn Mahan ambaye yuko katika isnad yake. وذلك لأن أبا جعفر ضعيف في روايته عن مغيرة فقط يا سيدي. na hilo ni kwa sababu Abu Ja'far huyu ni dhaifu katika riwaya yake kutoka kwa Mughira tu, kama qala a'immatul hadithi alladhina wathaquhu, kama walivyosema wanawachuoni wa hadithi ambao walimtia nguvu huyu bwana Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini. wa hadha alhadith lam yarwihi an Mughira, hadithi ya kuipokea kutoka kwa Mughira, na huyu bwana hadithi zake ni dhaifu kutoka kwa Mughira tu. Sagafu kasema hivi, kwa hadithi ya kuipokea kutoka kwa Mughira wa inma rawahu an ar-Rabi' bin Anas fa hadithuhu sahihun huna wa qad kadhaba wallah. Anasema urongo kwa sababu tadhifu ya maulama kumdhoofisha huyu bwana ni mutlaq, hawakuifunga kwamba mpaka akipokea kwa Mughira ndio inakuwa dhaifu, lakini akipokea kwa mwingine sasa hakuna aliyesema neno haya, bali baadhi yao wamesarih riwaya zake anazozipokea kutoka kwa watu mashahidi kwamba analeta mambo ya ajabu. Ibn Hibban amesema neno haya, kana yanfaridu an al-mashahid bil manakib la yu'jibuni al-ihtijaj bi hadithihi illa fima wafaqa athiqat. Hicho nikisema Imam Ibn Hibban, huyu bwana alikuwa anapokeka kupokea kutoka kwa watu walio mashuhuri kwa hadithi manakir, na mimi sipendezewi na kutufanyia hujja hadithi zake isipokuwa zile ambazo amewafiki mathiqat. Lakini kitafarrad kama alivyotafarrad kwenye hadithi yani Rabi' bin Anas an Anas, kama alivyotafarrad hapa, basi hadithi zake zitafanywa hujja. Na maneno haya utayapata kwenye tahdhib ya al-Hafidh Ibn Hajar. Amesema tena Ibn Hibban, kana an-nas yattaquna min hadithihi ma kana min riwayat Abi Ja'far anhu lianna fi ahadithi anhu ittiraban kathira. Angalia tena, hiyo ni kwenye tarjama ya Ar-Rabi' bin Anas. Huyo Ar-Rabi' bin Anas ambaye Abu Ja'far anapokea kutoka kwake kutoka kwa Anas kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akileta kunuti akisha kaacha, ama katika swala ya alfajiri aliendelea kukunuti mpaka kafariki dunia. Riwaya hii anapokea Abu Ja'far kutoka kwa Ar-Rabi' bin Anas kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sasa riwaya yake kutoka kwa Rabi' al-Imam Ibn Hibban katika tarjama ya Ar-Rabi' bin Anas kwenye kitabu Athiqat, kama alivyonukuu al-Hafidh bin Hajar katika tahdhib at-tahdhib, anasema hivi, an-nasu yani watu wa hadithi maimamu yattaquna min hadithihi, walikuwa wakijikinga kupokea hadithi zake, wanazikataa hadithi zake huyu Rabi' bin Anas ma kana min riwayati Abi Ja'far anhu, muda wa kuwa ni katika riwaya ya Abu Ja'far kutoka kwake.
lianna fi ahadithihi anhu, kwa sababu kuna katika hadithi zake Ar-Rabi' bin Anas kutoka kwa huyo Abu Ja'far ittiraban kathira. Sasa wanadanganya Sagafu wanasema riwaya za Abu Ja'far Abu Ja'far al-Razi Isa bin Mahan ni dhaifu kutoka kwa Mughira tu. Wakishadanganya hivyo na watembea kitabu kila mahali anapokwenda Sagafu yupo akasema si maneno ya sawa sawa haya, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi hii haikuthibiti kwamba alikuwa akikunuti kisha akaacha kukunuti isipokuwa katika alfajiri, bali kinachothibiti ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikunuti kiasi cha mwezi tu, kisha akaacha kukunuti na kuombea laana yote kayaacha. Thumma taraka, kayaacha yote, si moja. Na ndio maana sahabu yule Abu Malik al-Ashja'i akathubutu kusema ay bunayya muhdath, kijana wangu ni uzushi. Hiyo ndio tahqiqi ya ilmu. Sasa nikikubainikia hili watakiwa ulifuate, na si dhambi kusema bid'a, kwa sababu nishasema na walitangulia katika masahaba na wengineo waliokuja baada yao, si dhambi. Na wala si kufanya hivyo si kuwatuhumu wengine kwamba wale ni mubtadia. Suali, na hili nilizungumza juzi tu kabla ya maneno ya huko. Je, mtu amekwenda mahali afika pale msikiti wa watu wake wanakunuti alfajiri, ataswali au aswali? Jawabu ataswali. Acha ujinga kukimbia jamaa eti waswali nyumbani, kwamba eti msikiti ule watu wanakunuti. La, usiache kuswali jamaa kwa sababu hiyo. Watu hawataacha kuswali jamaa kwa sababu imamu anakunuti. Je, atakunuti pamoja naye kwa maana atanyanyua mikono? Pana khilafu. Baadhi ya wanachuoni wanasema atanyanyua mikono kwa sababu ni jambo ambalo kuna tasabu ndani yake. Wengine wanasema hapana, kwa sababu yule amekhalifu pale mtamkhalifu na haitajuzu. Wengine wanasema haitajuzu kumkhalifu imamu, inma ju'ila al-imamu litamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Kwa hiyo mfuate katika ile simkhalifu, ni jambo limekuja likafuruuli na khilafu. Lakini hakuna anayesema kwamba wanaokunuti makafiri. Maneno yametoa wapi? Watu wa motoni, mijitu ya motoni. Hakuna anayesema hivyo. Kama kuna mambo yanasemwa ni bid'a na bid'a ni motoni, hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si maneno ya mtu fulani na mtu fulani. Kwa hiyo watu watabaki katika misingi ya sawa sawa. Inapokuja suala sasa kwamba tutataka kumhukumu mtu fulani, kikundi cha watu fulani, tuhakikishe hoja zimesimama, au pengine watu wale wana ta'wili ambayo ni sa'ir. Ta'wili tutawapa udhuru kwa ile ta'wili yao, hatawakufurisha. Lakini taasubi tu kwamba imamu wote hao bwana, mashaikh wote walikuwa hawajui, sasa hilo hatukubali.